Nitumai kwa nyinyi ni wazima wa afya, na leo kulishinda habari nyingi sana, na wageni na waomba ni kulike na kushare na kusubscribe, na wenyeji ni kulike na kushare na kucomment pia. Hiyo itasaidia sana habari zetu kufikia watu wengi zaidi. Na bila kuchelewa, tukianza habari zetu kwa Hope Plateau, ni kwa mujibu wa taarifa za kuaminika ambazo nilipokea hapa MCZayo TV, nimezipata kutoka vyanzo vya ndani. Muungano wa vikosi vya FARDC vilazimika kurudi nyuma baada ya kushambuliwa kwa mashambulizi makali ya mabomu. Hali hiyo ilisababisha kuwaondoa wanajeshi wake kutoka eneo la Point Zero na kuelekea maeneo mengine ambayo waliona kuwa ni salama zaidi. Na taarifa nyingine ambazo MCZayo nimezipata hapa kutoka kwa vyanzo mbalimbali vya usalama zinaonyesha kuwa wanajeshi wa MRDP Twirwaneho wamekaribia eneo hilo la Point Zero. Ingawa hadi sasa hawajatangaza rasmi kuwa wamedhibiti eneo la Point Zero, taarifa nyingi zinaonyesha kuwa wako umbali mfupi sana na wanaweza kuingia eneo hilo muda wowote iwapo hali ya mapigano haitabadilika. Kuondoka kwa muungano wa FARDC na washirika wake kunafuatia mabadiliko mengine yaliyotokea katika mapigano ya milima ya Minembwe, ambako chama cha MRDP wanajeshi wa Twirwaneho wanaendelea kupanua maeneo wanayodai kuyadhibiti. Kwa mujibu wa taarifa nilizozipata, chama hicho cha MRDP kilianza kwa kudhibiti au kulibere maeneo ya Ngezi na Murusirita, sehemu ya Murusirita, kabla kusukuma muungano wa FARDC na wanajeshi wa Burundi na wapiganaji wa Federation na makundi ya Kimaimai kutoka eneo la Rwitsankoko. Siku ya Jumatano, MRDP au wanajeshi wa Twirwaneho pia walitangaza kuwa wameteka maeneo ya Bilalombili na Mikenke, jambo ambalo lilisababisha mabadiliko makubwa katika hali ya mapigano katika maeneo mengi ya wilaya ya Fizi na Minembwe. Na asubuhi ya leo, taarifa kutoka eneo la milima zinasema kuwa kulitokea mashambulizi mengine ya mabomu yaliyofuatuliwa na drones ambazo mmiliki wake bado hajafahamika. Kwa mujibu wa taarifa za kuaminika kutoka hapa MCZayo TV zinasema kuwa bomu ya kwanza yalianguka katika eneo hilo usiku uliopita, kisha mengine yakafuatia asubuhi ya leo majira ya saa 4. Taarifa hizi zinaeleza kuwa mabomu hayo yaliangukia eneo ambalo wanajeshi wa FARDC na washirika wao walikuwa wakiwemo na wanajeshi wa Burundi na wapiganaji wa FDLR na makundi ya Kimaimai walikuwa wamekimbilia baada ya kuondoka Point Zero na Rwitsankoko na Bilalombili na Mikenke. Taarifa za awali zinasema kuwa katika mashambulizi hayo wanajeshi wengi wa FARDC waliuawa, huku idadi ya awali ikitajwa kuwa angalau wanajeshi 24. Hata hivyo, idadi hiyo bado haijathibitishwa kuna chanzo au niseme chanzo huru, na inaweza kubadilika kadiri taarifa zinazoendelea kupatikana. Na kwa upande mwingine, taarifa zilizotolewa na wanaharakati wa haki za kibinadamu katika wilaya ya Fizi wanasema kuwa drone ilishambulia majengo ya shule ya msingi na Ngulube iliyopo Mulima, ambako inadaiwa kulikuwa na kambi ya FARDC. Na kwa mujibu wa taarifa hizi, angalau wanajeshi 21 walipoteza maisha. Hadi sasa bado haijafahamika ni nani aliyefanya mashambulizi hayo ya drone ya siku ya leo, na hakuna chombo huru ambacho kimethibitisha taarifa hizi. MCZayo na nitaendelea nasema hivi, haiwezi thibitisha taarifa hizi zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii au sehemu nyingine zinazodaiwa kuwa za upande wa serikali ya M23 au kundi lolote kuwa ndilo lilihusika mashambulizi ya haya ya leo. Ndio maana kuna wito unaozidi kutolewa wa kufanyika kwa uchunguzi huru na wawazi wa kuaminika ili kubaini chanzo cha mashambulizi yaliyofanyika leo. Wakati mapigano yakiendelea kushika kasi katika maeneo mbalimbali ya Minembwe na Fizi, wengi wanaendelea kukimbia makazi yao na kuelekea misituni au maeneo yanayoaminika kuwa salama zaidi. Na wananchi wanaendelea kusema kuwa hofu inaendelea kuongezeka kutokana na ukali wa mapigano na matumizi ya ndege zisizo na rubani drones, hali ambayo imezidi kuhatarisha maisha yao. Na nitaendelea kufuatilia maendeleo ya tukio hili na kuendelea kuwapatia wasomaji au kama kawaida taarifa inatoka ndani ya group, nitaendelea kuwahabarisha kinachoendelea. Na mnachokielekea Luberizi, wilaya ya Uvira au territoire d'Uvira, mkoa wa Sud Kivu, bonde la Ruzizi, plain la Ruzizi. Kulikuwa mwanajeshi wa kikosi cha walinzi wa rais alijeruhiwa kwa risasi sehemu zinayoitwa Nyamugali. Ni walinzi wa president, sijui ni president wa wapi huyu, mwanakaa sehemu za Luberizi, labda anaweza kuwa ni president
Unajua Kongo kila mtu ni president na kila mtu ni general. Anasema kwa alipigwa risasi ikamjeruhi sehemu inayoitwa Nyamugali. Raia mmoja akamatwa katika mazingira yanayozua utata sehemu za Luberizi. Hali ya taharuki imetanda katika vijiji vya Luberizi katika eneo la Plaine de la Ruzizi, wilaya ya Uvira, mkoani Sud Kivu, kufuatia na tukio lilotolewa jioni ya Alhamisi tarehe 2, hapo ni jana, majira saa 1 usiku kuamkia leo katika kijiji cha Nyamugali. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mwanajeshi wa kikosi cha walinzi wa rais JR Simba alijeruhiwa kwa risasi katika mazingira ambayo bado hajafafanuliwa hadi sasa. Mamlaka za kijeshi hazijatoa taarifa rasmi kuhusu chanzo cha tukio hilo. Muda mfupi baada ya tukio hilo, raia mmoja aitwaye Jaru Terera Mandevu anadaiwa kukamatwa na wanajeshi. Kwa mujibu wa mashuhuda kadhaa wa eneo hilo, alishambuliwa na kupigwa vibaya kabla ya kupelekwa katika kambi ya kijeshi ya Sebere iliyoko Luberizi. Kufikia wakati taarifa hii inatolewa, bado hawakuwa wameachiwa uhuru, na hali imezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa vijiji vya Nyamugali na Sango, ambao wana hofu kubwa ya usalama unaweza kuzorota zaidi. Wanatoa wito kwa uongozi wa jeshi kufanya uchunguzi ili kubaini mazingira halisi ya tukio hilo na kuhakikisha haki za raia na aliyekamatwa ziheshimiwa na kuchukua hatua zinazofaa ili kuzuia vitendo vyovyote vya ukiukwaji vinavyoweza kuhatarisha usalama na kuathiri uhusiano mwema kati ya vikosi vya ulinzi na wananchi. Na mwisho, wakazi wa hao wa Luberizi wamezitaka mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kuwatuliza wananchi na kurejesha amani ya umma katika eneo hilo la bonde la Ruzizi, ikiwa hapo ni sehemu za Luberizi hapo. Kwa mwanajeshi wa kikosi cha JR Simba alijeruhiwa kwa kupiga risasi, lakini ifahamike kwa ni wazalendo walimpiga masasi, hakuna watu wengine. Na tukielekea huko Baraka ni kuwa wanajeshi watatu wa FARDC kutoka kikosi cha Hibu wamekamatwa baada ya milio ya risasi usiku katika mtaa wa Kibonjwa. Usiku wa kuamkia leo walipiga masasi na wakakamatwa wanajeshi watatu wa Hibu. Na Baraka tarehe 3 leo, jiji la Baraka katika manispa ya Baraka shuhudia usiku wa taharuki baada ya kusikia milio ya risasi. Na jioni ya jana tarehe 2 Julai, masaa 4 za usiku na saa 9 za usiku, milio kadhaa risasi ilisikika katika mtaa wa Kibonjwa na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Na baada ya kupata taarifa, wapiganaji wa Mai Mai walifika haraka eneo hilo kwa ajili ya kufanya operation ya kuingilia kati, yani raia sasa. Na kwa mujibu wa taarifa hii, kutokea eneo hilo la Baraka, milio ya risasi ilidaiwa kutoka kwa wanajeshi wa serikali kutoka kikosi kinachojulikana kama Hibu, ambao wanatuhumiwa kuwanyang'anya na kuwapora mali za wananchi. Kwa mujibu wa taarifa hii, wanajeshi watatu wa kikosi cha Hibu walidhibitiwa. Kati yao watatu walikamatwa wakiwa hai na kukabidhiwa Ijumaa asubuhi kwa Birode, idara inayoshughulika na masuala ya haki ya kijeshi. Hizo zilikuwa taarifa za kutoka Baraka na Luberizi. Sehemu huko wazalendo hakuwezi patikana amani, never, hiyo tusahau. Amani imeendelea kuzorota sehemu wa Mai Mai wako kwa sababu government imeruhusu raia waendelee kumiliki silaha. Tutegemee mambo ya South Africa. Na by the way yanatokea tu kwa sababu Kongo mtu kukufa ni swala la kawaida sana. Kongo kuwa mtu ni swala la kawaida sana. Na tuelekea kwa Gisenyi, ni kuwa Gisenyi na Kongo ni kuwa kurejea kwa shughuli za kuvuka mpaka kati ya Goma na Gisenyi tarehe 2 Julai jana. Hapo kumekuwa na hatua muhimu kwa wananchi wanaoishi pande zote mbili za mpaka. Na baada ya kipindi cha vizuizi vilivyowekwa kufuatia na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, shughuli zilianza kurejea taratibu, zikiwaruhusu wafanyabiashara, wasafiri na wafanyakazi kuendelea tena na shughuli zao za kila siku, huku wakizingatia kikamilifu hatua za kujikinga zinazoweza kuleta mamlaka za afya. Hali hii katika kituo cha mpaka cha Petite Barriere kinachounganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda imeimarika kwa kiasi kikubwa, na uvukaji wa watu wa magari umeanza kuenda kwa utaratibu mzuri zaidi bila msongamano mkubwa. Na mwenendo huu wa kurejea kwa shughuli unachangia kufufuka kwa biashara na shughuli nyingine za kiuchumi, huku ukirejesha matumaini kwa wakazi wanaotegemea mpaka huo kwa maisha yao ya kila siku. Asanteni sana, niwashukuru. Habari zingine tutaendelea
kesho. Asanteni.